mcheni Mungu na kumtukuza. Sawa Kwa maana saa. Kwa maana nini? Saa. Unaona kuna msisitizo wa saa ya hukumu imekuja. Kwa hiyo ili tuelewe ujumbe wa huyu malaika wa kwanza, anaturejesha kwenye saa ya nini? Ya hukumu. Na hapa anaturudisha hiyo saa. Tukirudi kwenye Danieli 8:14 anasema hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo. Kwa hiyo kumbe saa ya hukumu inahusiana na patakatifu kufanya nini? Kutakaswa. Sasa tunarudi tena, Biblia itufundishe yenyewe patakatifu kutakaswa ni nini. Tunarudi kwenye Mambo ya Walawi sura ya 16 na tunaenda na sura ya 20 na ngapi? Sura ya 23. Sura ya 16 tuliipitia na asubuhi nilionyesha picha kwa muhtasari kwamba katika siku hii ya upatanisho kulikuwa na siku inaitwa siku ya upatanisho ambao ni Oktoba 22 katika uhalisia, lakini kipindi cha nyuma ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Kila tarehe 10 mwezi wa 7 wana wa Israeli walikuwa na sikukuu inayoitwa siku ya upatanisho. Sawa? Si brother Matthew atatembea kwenye zile sikukuu, mimi ninaitilia mkazo hiyo. Katika siku hii ya upatanisho ndipo tukaangalia katika Mambo ya Walawi sura ya 23. Kumbuka hapo tunaangalia saa ya nini? Saa ya hukumu, si ndio? Na tunaporudi katika saa ya hukumu inatuonyesha kulikuwa na jukumu walilopaswa kulitekeleza hawa ambao hukumu ilikuwa inawahusu. Na hili jukumu sasa linatajwa kwa ujumla kwenye mambo makubwa mangapi? Mambo makubwa mangapi? Mambo 4. Kwa hiyo ili kuelewa, hatuwezi tukaelewa ujumbe wa malaika watatu bila kuweza kuelewa hiyo saa ya hukumu katika huduma kivuli ambayo Yesu alianza kutufundisha kwa mfano. Hii saa ya hukumu ilikuwaje? Bila kuelewa hiyo hatuwezi tukaelewa ujumbe wa malaika watatu. Na kimsingi usipoelewa ujumbe wa malaika wa kwanza huwezi ukaelewa ujumbe wa malaika wangapi? Wa pili na watatu. Na usipoelewa ujumbe wa malaika wa pili huwezi ukaelewa ujumbe wa malaika yule watatu. Sasa siku ya upatanisho tarehe 10 mwezi wa 7 tukaona katika siku hii kuna majukumu yaliyowakabili wale ambao walikuwa wanapatanishwa. Na tuliona kwamba siku hii ilishughulika na kitu kimoja. Dhambi zile ambazo zilikuwa zimeondolewa kutoka kwa wadhambi zikapelekwa wapi? Patakatifu. Sawa? Katika siku hii ziliondolewa patakatifu kupelekwa kwa nani? Kwa mbuzi wa Azazeli. Twende kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16. Mstari, niangalie hapa ni utaje na mstari. Mambo ya Walawi sura ya 16. Ili sikukuu hii iweze kukamilika ilikuwa ni lazima kitokee kitu kimoja. Mambo ya Walawi sura ya 16. Ishirini. Ndio alikuwa ananikumbusha hapa, ni fungu la 20. Anasema katika kilele cha siku hii ni nini kilichotokea? Anasema naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai. Hii kilifanyika katika siku ya nini? Ya upatanisho, saa ya hukumu. Kwa nini iliitwa saa ya hukumu? Kwa sababu siku hii ilikuwa na majukumu, na wale ambao hawakutekeleza yale majukumu kulikuwa na matokeo ambayo yaliwapata. Matokeo gani?
kwenye Walawi, weka kauzi hapo kwenye 16, twende Walawi 23. Mstari wa 31. Soma mstari wa 30. Na mtu yeyote afanyaye kazi ya namna yoyote siku hiyo, mtu huyo nitamwangamiza atoke katika watu wote. Amina. Jamani, anasema mtu yoyote afanyaye kazi ya namna yoyote katika siku hiyo. Ilikuwa ni siku gani? Huwa amesoma mstari wa 30. Ilikuwa ni siku gani ambao hakupaswa kufanya kazi? Fungu la 27. Lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya nini? Ya upatanisho. Tukaona kuna majukumu matatu. Anasema itakuwa namba 1 ni kusanyiko takatifu kwenu. Jambo la pili, nanyi mtazitesa nafsi zenu. Jambo la tatu, nanyi mtasogeza sadaka kwa njia ya moto. Na jambo la 4, nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo. Mambo mangapi? Mambo 4. Aliyetangulia Mr. Tabori kutoa somo hapa alisema kuna jukumu letu alafu kuna jukumu la Kristo, si ndio? Kristo ni kuhani wetu mkuu. Waebrania 8 kuanzia fungu la 1 utasoma mpaka la 5 inaonyesha hivyo. Kristo ni kuhani wetu mkuu halisi. Hapa tunaonyeshwa kuhani ambaye alikuwa anahudumu kwa mfano. Na kuhani wetu mkuu ameingia katika huduma hii toka mwaka 1840 ngapi? 44 Oktoba 22. Alipoingia tulisoma katika kitabu cha Pambano Kuu kwamba kuna majukumu mapya ambayo yangeweza kufanya nini? Majukumu mapya ambayo yangeweza kufanya nini? Kufunuliwa. Si ndio? Tunakumbuka tulisoma asubuhi. Tunakumbuka tulisoma asubuhi. Sasa kwa nini iliitwa siku ya hukumu? Wale ambao hawakutekeleza walikatiliwa wapi? Mbali. Sasa turudi Walawi 16. Anasema fungu la 21. Anasema na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao, naam, dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mtu aliye tayari. Na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo na watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Na Haruni ataingia katika hema ya kukutania, naye atavua mavazi yake ya kitani aliyoyavaa alipoingia katika patakatifu, atayaacha humo. Naye ataosha mwili wake kwa maji mahali patakatifu na kuvaa nguo zake na kutoka na kusogeza sadaka ya kuteketezwa yake mwenyewe na sadaka ya kuteketezwa ya watu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya nani? Ya watu, na mafuta ya sadaka ya dhambi atayateketeza juu ya madhabahu. Sawa? Kwa hiyo baada ya yule mbuzi kuondoka na zile dhambi, kuna dhambi iliyokuwa imebaki? Yoyote ambaye alibaki na dhambi naye alikatiliwa mbali na watu. Tumeiona kwenye Walawi sura ya 23, si ndio? Kwa hiyo sasa ili hili liweze kutimia, ili upatanisho uweze kukamilika, ni lazima kwanza hili kutaniko liweze kuwa ni kusanyiko la watu ambao hakuna aliyebaki na dhambi. Tuko pamoja hapo? Hakuna aliyebaki na nini? Na dhambi. Dhambi zao hawajabaki nazo, ziko wapi? Ziko patakatifu. Tuko pamoja? Na ili waweze kulitekeleza walipewa majukumu mangapi? Majukumu 4. Na ndipo sasa tuliangalia moja kwamba mtazitesa nafsi zenu. Tuliona katika huduma ya mwaka mzima dhambi zilihamishiwa wapi? Kwenda wapi? Chumba cha patakatifu, si ndio? Lakini katika siku hii dhambi zilihamishwa kutoka chumba cha patakatifu, zilipelekwa wapi? Zilipelekwa kwa mbuzi wa
Azazeli. Tuko pamoja eh? Na tumesoma hiyo fungu. Kwa hiyo kuhani alipoziungama hizi dhambi, katika uhalisia inadhihirisha kitendo cha shetani kupondwa kichwa, ambayo inaelezwa katika Mwanzo sura ya 3 fungu la 15. Habari ya kupondwa kichwa shetani. Mbuzi wa Azazeli anamwakilisha shetani, na hizi dhambi zilipowekwa juu yake akapelekwa jangwani, akatangatanga mpaka akafa. Kilichopelekea hayo yote ni dhambi. Kwa hiyo sasa tumeona kazi kubwa tulionayo ni kuweza kushirikiana na Kristo. Ni kuweza kushirikiana na nani? Brother Matthew jana wakati tuko kwenye discussion ya hili alitumia kielelezo kizuri sana. Mwanzo 3:15 inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Anamwambia shetani. Anasema uzao wa mwanamke, anasema huo utakuponda nini? Huo utakuponda nini? Kichwa. Nawe utamponda kisigino. Alitumia kielelezo kizuri cha tukio ambalo lilimpata, ambao napenda kuweza kukitumia ili tuweze kuelewa vizuri. Wakati anafagia siku moja kule nyumbani kwake, alikuwa ameshika mfagio ambao ni mlaini, anafagia, akajikuta amekutana na nyoka. Alichofanya yule nyoka, anasema akamkandamiza na ule mfagio. Sasa hapa tunamzungumzia baba wa familia. Msaada aliyouhitaji ni mke wake kuweza kumletea kitu kigumu cha kuweza kumponda kichwa ili aweze kufa. Na hii ndiyo huduma ambayo Kristo anaifanya katika patakatifu mno. Shetani, Yesu kwa kufa pale msalabani hakukamilisha mchakato wa kumponda kichwa shetani. Jamani, sijui tuko pamoja? Lakini tayari kwa sehemu nguvu ya shetani ilikuwa imekwisha kufanya nini? Kudhibitiwa. Kwa hiyo Kristo akawa tayari amekwisha kumkanyaga nani? Shetani. Ila ili huu mchakato uweze kukamilika, ni lazima aanae kundi la watu kwenye kanisa lake, la ambao wakiwa hai watakuwa wamezihamisha dhambi zao. Zote zimepelekwa wapi? Patakatifu pa mbinguni. Na hicho kizazi kitakapotengenezwa, hiki ndicho kitakachosaidiana na Kristo katika kumponda kichwa nani? Katika kumponda kichwa shetani. Na kazi tulio nayo ndiyo hii. Kazi kubwa tulio nayo kila mmoja wetu ni kuhakikisha kwamba amerejeshwa na dhambi zote zimehamishwa wapi? Patakatifu. Na ifikie hatua katika kizazi hiki cha mwisho ambacho tumefikia kikomo. Hichi kizazi kinapofikia kikomo, Mungu anahitaji kwenye kikomo hiki aweze kuwa na kizazi kisicho na dhambi. Sasa kitapatikanaje? Ni lazima kishirikiane na nani? Lazima kishirikiane na nani? Na Kristo. Na ili kuweza kushirikiana na Kristo, ni lazima tuweze kuingia naye patakatifu. Na ili tuweze kuingia naye patakatifu, ni lazima tuelewe ujumbe wa nafasi ya kuhani na cheo chake na kazi anayoifanya wapi? Patakatifu. Na katika kuelewa hilo, tunatakiwa kuelewa wajibu wetu ni nini? Wajibu wa Kristo ni nini? Tumeona kwamba Kristo alipokuja hapa duniani alikuja kama mwana kondoo wa Mungu alichukua dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Na mwana kondoo alikuja ili afanye kazi gani? Alikuja ili afanye kazi gani? Kutununua. Akatununua kwa damu yake. Waebrania 9 inaeleza kwa damu yake akaenda mpaka patakatifu wapi? Mbinguni.
Na alipoenda patakatifu mbinguni akaendelea na huduma ya uombezi mpaka mwaka 1840 ngapi? Na 4. 1844 akaingia patakatifu mno. Unajua ukisoma kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, nilisoma hii njozi miaka ya nyuma nikiwa sekondari. Ellen G. White anazungumzia, alionyeshwa, nadhani inaitwa My First Vision, njozi yangu ya kwanza. Anasema alionyeshwa wana marejeo wakisafiri kutoka duniani, njia imeelekea mpaka mbinguni. Katika barabara waliokuwa wakisafiri, anasema huku mwanzoni kulikuwa na nuru ambayo ilikuwa imeangaza kwenye ile barabara. Anasema na hii nuru walioikataa waliangukia gizani pembeni. Wale walioendelea kuitazama na kuendelea na safari wakiifuata, anasema iliwafikisha mpaka wapi? Mbinguni. Nuru hii ni nuru gani? Anasema nuru hii ni nuru ya kilio cha usiku wa manane. Kilio cha usiku wa manane ni nini? Ukisoma kwenye Pambano Kuu, anasema kilio cha usiku wa manane, anaambatanisha kile kilichofanyika kabla 1844. Kilio kiliposikika, haya bwana harusi anakuja, twendeni tukafanye nini? Kumlaki. Sawa? Anasema kilio kile kiliwaalika watu kwenda kumlaki nani? Bwana harusi. Na walipoenda kumlaki bwana harusi, wakaingia naye wapi? Harusini. Na huku harusini inamaanisha nini? Kwamba waliingia naye. Anazungumza ni kuja kwa bwana harusi, kuingia katika huduma, kuanza huduma ya siku ya upatanisho, patakatifu pa patakatifu. Anasema walioweza kusafiri na kufika mbinguni ni wale waliokuwa na uelewa sahihi wa kazi anayoifanya Yesu Kristo ndani ya chumba cha nini? Cha patakatifu. Bila kuelewa hii, hata tuelewa mengine yote hayawezi yakatusaidia. Hii inatuonyesha, huku ndio kuelewa somo hili ni kuingia na bwana harusi harusini. Kwenye Pambano Kuu anaeleza hiyo habari. Siku ya upatanisho, mambo manne. Jambo la kwanza, nilianza kuelezea jambo la pili. Sawa, nilielezea jambo moja, kwa hiyo hili ninaelezea la pili. Anasema siku hiyo walitakiwa kufanya kusanyiko. Walitakiwa kufanya kusanyiko nini? Takatifu. Na ili kusanyiko takatifu inamaanisha nini? Tulisoma kwenye Mambo ya Walawi sura ya 23. Si ndio? Anasema siku hiyo mtafanya kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu linamaanisha nini? Mambo ya Walawi sura ya 23. Naomba niisome hapa. Anasema fungu la 27. Lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho, itakuwa kusanyiko takatifu kwenu. Sasa hii habari imeelezwa vizuri sana katika kitabu cha mojawapo ya mapayonia. Anaitwa Stephen Haskell. Stephen Haskell ameandika kitabu kinaitwa Msalaba na Kivuli Chake. Haya nitakayoenda kuyaelezea yapo vizuri, ameelezea vizuri mule kwenye kitabu cha Msalaba na Kivuli Chake. Hichi kitabu Stephen Haskell ameandika somo la patakatifu tu, na ameeleza vizuri hii connection ya saa ya hukumu, Danieli 8:14 na siku ya upatanisho, na kwa kadri Mungu alivyomjalia ametanua haya majukumu kwetu katika uhalisia yanamaanisha nini. Sasa anaelezea kusanyiko takatifu. Sawa? Anasema Paulo anawazungumzia watu mmoja mmoja ambao siku ambazo kuhani mkuu atakapotoka nje ya patakatifu hawataachana na mikusanyiko ya nini? Ya kidini. Ananukuu Waebrania 10:21 hadi 25. Anasema na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli
kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyizwa mioyo tuache dhambi mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Sasa anasema baadaye, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali kwa nini anasema tukusanyike? Kwenye hii kusanyiko kazi yake kubwa ni nini? Ni nini kinatakiwa kufanyika? Bali tufanye nini? Tuonyane. Namba moja, sawa? Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile inavyofanya nini? Inavyokaribia. Sasa naomba niulize swali. Hivi tunapoenda kwenye mikusanyiko kanisani kufanya ibada, huwa tunaenda tu ili sisi tuhudumiwe au tunaenda ili sisi pia tuwahudumie wengine? Tunaposoma yote mawili, si ndio? Kuna kuhudumiwa na kuna kuwahudumia wengine, si ndio? Ninapofika sehemu na nikaona watu ninaofanya nao ibada, kwa kweli ibada ya muziki haiko sahihi, nikiacha kusali hapo nikatafuta kwa watakatifu wengine ambao muziki uko sahihi, wale wamesaidiwa? Mungu anaweza akakupeleka sehemu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu, si ndio? Yaani unaweza ukaona mimi ibada leo kwangu, yani sijaona chochote nilichofanya, lakini kumbe Mungu amekupeleka ili uweze kuyaona hayo, alafu ufanye nini? Wasaidie. Kuonyana. Na ili swala la kuonyana sio jambo dogo. Tulikuwa tunalijadili pale nje. Ni jambo zito. Sio kitu rahisi. Yaani kuona Petro Tumaini kuna dhambi fulani anaifanya, alafu uje umsaidie kama ndugu yako. Kwa wengi watu tunaiogopa. Inahitaji ujasiri, lakini kwa neema ya Kristo inawezekana. Anaendelea kusema Haskell, mtu asiyeshiriki ibada na watu wa imani kama yake kwa Mungu ana dhambi ovu, naye hana imani juu ya kuhani wetu mkuu ajaye karibuni toka patakatifu pa mbinguni. Kuna mbaraka wa pekee katika kuabudu na wengine. Mungu anaahidi wakutanapo wawili au watatu kwa jina lake atakutana nao. Unajua tunapokusanyika hivi kuna manufaa makubwa. Kwa mfano tuliokusanyika hivi, mimi ninayo mengi ambayo nimejifunza kwa Malosha, nimejifunza kwa Mbajo, nimejifunza kwa Databori, nimejifunza kwa Matthew, kwa Brother Dani na wengine ambao wamesimama. Na hata wale ambao hawajasimama nimejifunza kutoka kwao. Ila changamoto tulionayo sisi, tunahitaji watu wajifunze kutoka kwetu, ila sisi hatutaki tujifunze kutoka kwao. Mimi nimejifunza hadi kwa dada hapa, binti wa Databori. Yaani amenihubiri mengi kuliko ambayo angeweza kuhubiriwa kwa somo la masaa hata mawili au masaa matatu. Jamani, sisi tuko pamoja Kwa hiyo ukisikia mikusanyiko kama hii usiidharau. Tusiidharau mikusanyiko. Na hata kule country tunapoenda kuishi, mojawapo ya dhumuni la kufanya maisha ya mashambani, unaposoma kitabu cha Kuishi Mashambani, anasema familia 3-4 sawa ziende pamoja. Kwa nini? Kwa sababu familia yako peke yake hamwezi kusaidiana. Ila ikiwepo familia ya Matthew, ikiwepo familia ya Brother na familia ya mtu fulani, ni rahisi kuweza kusaidiana katika kujenga tabia. Kusanyiko takatifu. Mtafanya kusanyiko takatifu. Tuliona jambo la pili, kila mtu alitakiwa kutesa nini? Nafsi.
Sasa hii ya kutesa nafsi si tumeizungumza asubuhi jamani? Tuliona walitesa nafsi kwa kufanya nini? Kwa kufunga, na ilikuwa ni siku ya kuweza kujitafakari kwa kina, si ndio? Na kujitafakari kwa kina ina maana kwamba kujihukumu mwenyewe, na kila siku tunatakiwa tuwe na muda wa kujihukumu wenyewe. Tunajihukumuje? Kupitia mashauri tunayopata kwa watu. Ni lazima tuweze kuyazingatia na kuanza kukaa na kujitazama kwamba hivi mimi ninakosea wapi, ninashindwa wapi, sawa? Na tunatakiwa tupate hii katika saa maalum. Tulisoma ile anasema linda kwa wivu saa zako za nini? Ibada, sawa? Maombi, kusoma neno na kujichunguza, kujitafakari. Kwa hiyo tunatakiwa kuweza kujitafakari. Huwa tunasoma ila hatuna muda wa kutafakari mara nyingi. Na kutafakari ni muhimu kwa sababu kutafakari ndio kunatoa nafasi ya kile nilichokisoma kuweza kuwa sehemu ya nini? Ya maisha yangu, si ndio? Kwenye Zaburi 1:2 anasema 1:2 anasema heri mtu yeye asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi katika wala kusimama katika njia ya wakosaji, na wala kuketi barazani pa wenye nini? Mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezao, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mmojawapo ya faculties, vitivo ambavyo Mungu ameviweka kwenye akili ni kitivo cha kuweza kutafakari. Kutafakari maana yake nini? Kutafakari nilipenda wakati najifunza, nilisoma huyu mtu mmoja akatumia kielelezo cha ng'ombe. Akasema alichukua msemo wa Waingereza. Waingereza wana msemo wanasema meditation chews cud. Yaani kutafakari ni sawa anayecheua chakula ambacho amekula. Ng'ombe anapokula, ukimfuatilia ng'ombe, hata kama hujasoma science unaweza ukajiuliza mbona muda wote anatafuna hata kama hayuko kwenye majani. Utakuta tu mdomo unafanya nini? Unacheza, anatafuna. Ng'ombe anapoenda kula anakusanya, si tuseme anakusanya malighafi, anazinyonga kwenye ulimi wake, atafuni sana, anameza, zinaenda kwenye tumbo la kwanza. Baadaye akikaa anaanza kucheua. Akicheua anarudisha kile alicho kivuna kule kwenye majani, alafu anaanza kukitafuna. Sasa hivi anatafuna ili kiende kwenye sehemu ya tumbo jingine ambayo kitaenda kufanya sasa kazi katika mwili wake. Kwa hiyo tafakari, ukisoma Pastoral Ministry, nabii anasema tunaposoma neno la Mungu na Mungu anapoleta jambo katika akili zetu, alafu tukaacha kulitafakari, tunalinyima nafasi ya hilo jambo kuweza kubadilisha maisha yetu. Kwa hiyo unaweza ukawa umejifunza, labda ulikuwa na mtazamo fulani, na baada ya kukaa na kujifunza ukaona mtazamo wako sio sahihi, lazima ukae na kutafakari kwamba hivi nilikuwa ninakosea wapi. Unaanza kupitia tena, kama ni nukuu ulikuwa umeandika, katika utulivu kwa maombi, unasoma, unatafakari. Alafu kuna kitivo sasa cha kuweza kufanya maamuzi, si ndio? Unaamua. Na hapo ukishaamua, unampa nafasi Kristo ya kuweza kukuwezesha kuyabadilisha maisha yako. Ilikuwa ni siku sasa, ili hili liweze kufanya kazi, tunaona kwamba walipewa agizo, waliambiwa siku hiyo mtafanya nini? Mtafunga, kuzitesa nafsi zao. Na tulisoma ile nukuu, sawa, kutoka kwenye kitabu cha Medical Ministry. Anaeleza kufunga kabisa. Tangu sasa watu wa Mungu watakiwa kufunga, kuacha kula kabisa hakutatakiwa, ila kuacha kula vyakula vya kufanya nini? Vyakula vya kusisimua. Na hapa ndio tukaona vyakula gani vya kusisimua: nyama, soda, maziwa, pilipili, kahawa, majani ya chai, tumbaku, pombe, vyote vinaingia huko.
Jamani, sio tuko sawa watu wa Mungu? Vyote vinaingia wapi? Vyote vinaingia huko. Na unajua tunaweza tukasema kwamba tumeacha ulevi, sisi sio walevi, lakini tukawa tunatumia pombe kwa namna nyingine. Ellen G. White anasema lazima tufikirie mambo kutoka kwenye chanzo kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye matokeo. Si ndio? Wengi wetu huwa tunapika mandazi, tunapika mikate, tunaweka amila, na ukishaupika tu uko fresh, unaenda unausweka tumboni. Hauna tofauti na mtu ambaye amekunywa pombe. Brother Maiganya, sema unamzidi anayekunywa pombe. Tunachosisitizwa ni kujifunza kupika vyakula bila kutumia nini? Namira. Sawa? Kupika bila kutumia nini? Sasa kuna nukuu nyingine unakuta nabii anazungumza, kama wewe umeona huwezi kabisa kuliacha hilo, anasema ukishaandaa huo mkate, kuna maelekezo mengine mimi nikisoma naona tu, yani hapa kwa kifupi alisema usifanye nini? Anasema andaa mkate, afu acha ukae masaa mangapi? Unatakiwa ulale masaa 48. Alafu baada ya hapo ubeki tena kwa mara nyingine ya pili. Ukisha ubeki utatoka unakuwa mgumu kama biskuti. Ndio ule. Anasema hapo angalau utakuwa umepunguza madhara ya amila. Sasa swali, hivi huwa tunakula amila au hatuli? Huwa tunafuata huu mchakato? Nika kipengele tu nikotaka kuzungumza, sababu unaweza ukaacha nyama lakini unakula vitu ambavyo vimeoza. Unaweza ukawa matunda yameoza, sawa, na vitu kama hivyo. Anasema ilikuwa ni siku ya kufunga, kwa hiyo waliacha vyote vya kusisimua. Tunapoacha kutumia hivi vyakula vya kusisimua, vinaipa akili nafasi ya kuweza kufanya kazi vizuri. Kwa sababu nabii anasema, mtu wa medical missionary atafundisha kwamba unapokula chakula kizito, tumbo likazidiwa, kuna namna nyingine sasa ya ulevi, ni kula kupitiliza, yani kula kwa ulafi. Sawa? Na hiyo wana matengenezo wengi tunayo. Yani tunasema tumeacha nyama na nini, lakini tunakula dabo ya kile ambacho tulipaswa kula katika mlo huu. Katika milo miwili tunakula katika mlo mmoja. Na ukisha kula, nabii anaeleza kinachofuata, tumbo linakuwa limejaa ndwi mpaka juu. Anasema kinachofuata, mfumo wa umeng'enyaji unachanganyikiwa, na matokeo yake neva za fahamu haziwezi kufanya kazi, mtu anakuwa confused, anakuwa amechanganyikiwa. Sawa? Ndio maana katika Luka 21 fungu la 34 anasema, basi angalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha. Kinyume cha ulafi ni nini? Kiasi. Kiasi ni nini? Ni kutumia kwa kiwango cha wastani kile kinachofaa, afu na kuacha kabisa chochote ambacho kina nini? Hakifai, kina madhara, kinatakiwa kuachwa kabisa. Sasa hii inahitaji kuingia kwenye shule, inahitaji kujifunza, hiyo inaingia mpaka kwenye mapishi, hiyo inaingia hadi kwenye saa ya chakula, tunavyokaa na kutafuna chakula. Hiyo inahitaji training, watu wa Mungu, na ni pambano. Sawa? Unapokaa kula, anapozungumzia, unajua huwa anashangaa, Ellen G. White aliishia darasa la 3, lakini ameelezea mambo ya science nzito ambao wana science wametumia mabilioni ya pesa kufanya research, alafu kuja kutoa ripoti. Anazungumza kwamba hii habari tunayozungumza hapa ya kufunga inaanzia bustanini.
Ni lazima tuandae chakula chetu wenyewe kwa kadri iwezekanavyo. Kuna swali lilikuwa limeulizwa hapa kwamba vyakula vingi vina sumu. Sasa tunafanyaje? Alituambia nendeni wapi? Kuishi mashambani. Kwa hiyo dini inaanzia kwenye kazi za mikono, kwenye bustani. Haianzii tu mezani. Haianzii tu Kibwatani kusimama na kufanya nini? Na kuhubiri. Dini ipo, yani dini inahusiana na mtindo wote wa maisha. Mungu alimweka Adam na Eva katika bustani ya Eden, ailime na kufanya nini? Na kuitunza. Si ndio? Katika yale mambo matatu ya maandalizi ya zahama, kuna kitu kinaitwa kuishi mashambani. Tulianza na devotion, si ndio? Ibada, ushirika na nani? Na Mungu. Kinachofuata kabla ya matengenezo ni kuishi wapi? Kuishi mashambani. Tuko pamoja? Usipoishi mashambani, hili la kwanza litaathirika, na la tatu matengenezo ya afya yataathirika. Kwa sababu unaweza ukawa umefanya matengenezo lakini unakula mahindi ya kisasa. Sawa, yamekuzwa na mbolea za nini? Za kisasa. Tuko pamoja? Unakuwa umefaulu au unaelekea kufeli kwenye jukumu la kusanyiko siku ya upatanisho. Tuliangalia habari ya kufunga. Hiyo sitaizungumzia tena. Kwa hiyo kula kwa utaratibu. Tunatakiwa kuandaa vyakula wenyewe, na tunapoketi na kutafuna mezani, tunatakiwa tukitafune chakula vizuri. Unaweza ukala chakula kizuri, lakini ukishindwa kukila kwa namna sahihi, hakibadilishwi kuwa damu na kuwa sehemu ya maisha yako. Kama ambavyo kwenye kusoma neno tunatakiwa kulitafakari, si ndio? Yaani ninalirudia lile fungu, naanza kuangalia kipengele kimoja baada ya kingine, na ninapoketi kula, anasema nabii, natakiwa nikitafune chakula taratibu mpaka kisagike, kigeuke kabisa kuwa uji. Ndipo akasema unatakiwa kunywa chakula alafu unatakiwa kula maji. Natakiwa kunywa chakula alafu unatakiwa kula nini? Kula maji. Maji hayatakiwi kunywa, yanatakiwa kuliwa. Chakula hakitakiwi kuliwa, kinatakiwa kunywewa. Maana yake nini? Ninapoketi mezani, natakiwa nikitafune chakula mpaka kigeuke kuwa kimiminika, ndipo nikimeze. Ninapokunywa maji, saa ya kunywa maji, natakiwa niyatafune, niyasukutue, yachanganyike na mate, ndipo niyafanye nini? Niyameze. Ndio maana anasema tafuna chakula chako. Tuwa medical missionary atazungumza vizuri. Tunaenda kwenye jambo la tatu. Jukumu la kusanyiko siku ya upatanisho. Waliambiwa kwamba mtasogeza sadaka kwa njia ya watasogeza sadaka kwa njia ya nini? Ya moto. Sawa? Sasa kwa kifupi, sadaka iliyotolewa kwa njia ya moto ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa. Na hii sadaka ilikuwa ina maana kubwa sana kwetu leo, ambayo tunahitaji kuweza kuitafakari. Tunaelewana vizuri? Nataka nimjue Yesu, tusimame. Na nizidi kufahamu, nijue no wake wokovu wa ketezwa ilitolewa pale katika bustani ya Eden. Ukisoma kwenye kitabu cha Wazee na Manabii, inazungumza baada ya Adam na Eva kuweza kutenda dhambi. Biblia inaposema akawavika mavazi ya mwana kondoo, kuna kafara ambayo ilitolewa. Na sadaka hii kipindi cha wazee wa imani inazungumziwa tena na tena katika mafungu hayo. Hatutaweza kuyapitia yote. Kuna Mwanzo 12:7 na 8,
Mwanzo 13 fungu la 4, 18, Mwanzo 35 fungu la 3. Na mfumo huu ukapelekea katika mfumo wa kutolewa kwa mzaliwa wa kwanza. Sawa? Mfumo wa kutolewa na mzaliwa wa kwanza ilianza kutolewa wapi? Patakatifu, katika Kumbukumbu la Torati 15 fungu la 5 na la 6. Na sadaka hii ilitolewa kwa ajili ya utakaso wa dhambi kwa mujibu wa Walawi sura ya 9 fungu la 7. Na kila asubuhi na jioni mwanakondoo aliteketezwa katika patakatifu kama sadaka ya kuteketezwa. Inaelezwa kwenye Kutoka sura ya 29 fungu la 38 hadi la 42. Na kila Sabato wanakondoo 4 walitolewa, 2 asubuhi na 2 muda gani? 2 walitolewa jioni. Na watu walipomkaribia Mungu kwa kutoa maisha na vyote walivyo navyo, walitoa sadaka ya kuteketezwa. Tunaye Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo 22:2 hadi 13. Alafu tunaye Gideon katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Haskell sasa anaelezea, anasema sadaka nzima ya kuteketeza ilikuwa mfano wa kujitoa kikamilifu maisha ambako Mungu anataka kukutumia kwa utukufu wake. Tuko pamoja watu wa Mungu? Sadaka ya kuteketezwa inawakilisha nini? Kujitoa kikamilifu maisha. Anaposema mtasogeza sadaka kwa njia ya moto, maana yake ni nini? Ni kujitoa kikamilifu maisha yetu ili Kristo aweze kututumia, tukishirikiana naye katika huduma anayoifanya patakatifu mno. Na ndio maana tunaposoma hii, unakumbuka tulisoma ile justification for SDA institutions. Naomba nirudie hapa tuitazame sasa, tunaweza angalau tukaielewa vizuri. Tulitazama siku ya jana, lakini ngoja nirudie tena tuweze kuiangalia hapa. Tuliangalia dhumuni la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika watatu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake katika hukumu ya nini? Siku ya hukumu ya nini? Ya upelelezi, si ndio? Alafu anaendelea kueleza, anasema hii ndiyo sababu. Hii ndiyo nini? Hii ndiyo sababu tunaanzisha shule zetu, tunaanzisha sanitarium zetu, tunaanzisha nyumba za uchapaji. Nashukuru Mungu nimeipata hapa. Ngoja nisome hii. Kusogeza sadaka kwa njia ya moto. Kusogeza sadaka kwa njia ya moto. Okay. Iko hapa. Nahitaji tupate huu muunganiko. Hii hapa. Naomba tuweze kuisoma. Anasema, tunaiona vizuri? Anasema justification for all SDA institutional activity. Biblia inasema kila jambo na kusudi lake, si ndio? Kila jambo lina kusudi. Sawa? Taasisi zetu zote zina kusudi hili moja. Dhumuni la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika watatu kwa dunia ni kuandaa watu wasimame waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Hili ndilo dhumuni tunaanzisha na kuendeleza. Namba moja, nyumba zetu za nini? Nyumba zetu za nini? Za uchapishaji.
Namba 2, shule zetu. Namba 3, sanitarium. Namba 4, migahawa ya kimatengenezo. Namba 5, vyumba vya matibabu. Namba 6, viwanda vya vyakula. Hili ndilo dhumuni la kupeleka mbele kila mstari wa kazi katika kazi ya nani? Anapozungumza kusogeza sadaka kwa njia ya moto, maana yake ni kwamba kila mtu ambaye anajifunza na kulielewa somo la patakatifu na huduma ya kuhani siku ya upatanisho, matokeo yake, maisha yake yatasogezwa kama sadaka kwa njia ya nini? Ya moto, yatawekwa juu ya madhabahu ili Mungu ayatumie kama anavyotaka. Kwa maana hiyo, huyu kama ni daktari ambaye tulikuwa tunamuona yuko kwenye hospitali fulani ya serikali au ya mtu binafsi, ambao anawapa watu vidonge, anawadunga watu sindano na kuwatundikia madrip. Sawa? Hiyo kazi kweli anafanya kazi ya kuweza kuwatibu watu, lakini hafanyi akishirikiana na nani? Na kuhani. Sawa? Kwa hiyo hata hao watu anaweza akawatibu temporary kwa maisha ya mafupi ya dunia hii, lakini hawezi kuandaa kuweza kusimama. Na akisoma akauelewa huu ujumbe, ni lazima atabadilishwa kutoka kuwa tabibu wa kidunia, atakuwa tabibu missionary. Si ndio? Maisha yake yatatolewa. Anasema itoeni miili yenu. Ni Warumi sura ya 10 na ngapi? 12. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo, unajua dhabihu zilizotolewa pale ziliteketezwa, si ndio? Ila sisi dhabihu zetu zinatakiwa ziwe hai. Maana yake ni nini? Kwamba maisha yetu yanatakiwa yaweze kutolewa sadaka kwa ajili ya kufanya huduma ya kushirikiana na nani? Na kuhani katika huduma anayoifanya patakatifu, ili kuweza kuimaliza kazi. Na kazi ni nini? Urejeshwaji katika ukamilifu. Sawa? Na ili niweze kurejeshwa, ni nini kinachohitajika? Lazima kwanza mimi niwe katika ushirika na nani? Na Kristo, si ndio? Lazima nifunge na nipate muda wa kujitafakari. Sisi ni wepesi wa kuhubiri, ila ni vigumu kuweza kujihubiri wenyewe, na ni wagumu kuhubiriwa. Sawa? Nina rafiki yangu hapa, Pray God. Huyu ni mhubiri wangu mzuri sana. Yaani mimi huwa ninakoboa akikaa akinibananisha. Yaani huwa ananiendea, ananyooka straight forward. Na inauma moyoni. Yaani usizani ni kitu rahisi, lakini ni lazima uweze kukubali kurekebishwa. Sijui tunaelewana vizuri. Brother Matthew alikuwa anasema, wako na Brother Dan, anasema kuna muda fulani wanafanya nini? Wanapishana. Si ndio? Wanafanya nini? Wanapishana. Ni lazima ili tuweze kufaa kuwa dhabihu. Ukirudi kwenye huduma ya patakatifu, dhabihu iliyotolewa ilitakiwa kuwa kamilifu, haikutakiwa kuwa na kilema. Si ndio? Na Mungu anatukamilisha sisi kupitia wenzetu tunaofanya nao kazi katika utume, kupitia maisha ya ndoa, wake zetu. Mke wangu huwa ananihubiri sana. Huwa ananihubiri sana. Yaani unaweza ukaona amekaa ametulia kimya, kuna vitu anajua hata kuliko mimi. Lakini nashukuru Mungu yuko submissive. Hata kukiwa na kitu cha kuongeza uwezi ukamsikia. Ila tukirudi tukikaa, anaanza kushauri, hapa kulikuwa na hiki, hapa kulikuwa na hiki. Alafu mimi nina makasoro yangu. Amenisaidia mengi sana kuanza kuninyosha. Kabla sijaoa, Pray alikuwa anashughulika naye. Nilivyooa nikaona na huku yanafanya nini? Yanajirudia. Pray God, karibu sana. Kusogeza sadaka kwa njia ya nini?
Sasa naomba nisome hii. Umewahi kusikia kitu kinaitwa kufunga ndoa na utume na huduma ya Kristo? Naomba nianze kuisoma hii kwanza. Tunazungumzia kusogeza sadaka kwa njia ya moto. Naomba niisome hii. Huwa nikifika hapa hii huwa ninapenda kuisoma. Itatupatia tafakari ya kina ili tuweze kuelewa kwamba tumeyatoa maisha yetu kuweza kutumiwa na Bwana au hatujayatoa. Hii ni somo ambalo lilitolewa na mtumishi wa Mungu Elder A.T. Jones. Nadhani kwa mazungumzo yetu tumemfahamu, si ndio? A.T. Jones, wengi wale wasomaji wa Magombo tutakuwa tunamfahamu. Nazungumzia kusogeza sadaka kwa njia ya moto. Naona hii haionyeshi, ngoja niweke duplicate. Okay, nashukuru sana, ngoja ni zoom. Anauliza swali. Ili somo alilitoa mbele ya mkutano wa General Conference mwaka 1903. What does it mean to be a church member? Ina maana gani kuwa mshiriki wa kanisa? Anasema this katika somo hili delivered to the entire General Conference in session 1903. Alonzo T. Jones alifundisha fundisho la Biblia kwamba Kristo ni kichwa cha kanisa. Sawa? Na hivyo sisi tutakuwa ni sehemu ya kanisa lake la kweli kama tuko ndani yake. Sasa anaanza kwa kuzungumza kwanza maana ya kuwa mshirika wa kanisa. Kwa kifupi anachoelezea, anasema mtu ambaye anakuwa ni mshirika wa kanisa kwanza anakuwa na ushirika na Kristo ili aweze kuwa mshirika wa kanisa. Wakati anachokileta shetani, mtu anatafuta kutetea jina lake kwenye kitabu cha kanisa, aweze kuwa kanisani ili aweze kuwa pamoja na nani? Na Kristo. Kumbe anatakiwa aje kwa nani kwanza? Aje kwa Kristo. Alafu anaelezea, anasema Kristo alilipenda kanisa na akajitoa kwa ajili yake. Hiyo ni Waefeso sura ya 5, tunaifahamu, si ndio? Anasema alipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili aweze kulitakasa na kulisafisha ili kwa maji na kwa neno, ili aweze kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, lakini liweze kuwa takatifu lisilo na wa. Anasema hili ndilo kanisa. Anasema hivyo inasema neno la Mungu. Anasema hivyo ndilo linavyosema neno la Mungu. That is says the word. Anasema is the church that Christ will present to himself when he comes. Ni kanisa ambalo atajiletea anapokuja. Anasema alilipenda lile kanisa, he loved that church, the church, and gave himself for it, na akajitoa kwa ajili yake. And whosoever will be in that church when it shall become glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Na anasema na yeyote ambaye atakuwa katika kanisa hilo litakapokuwa kanisa tukufu lisio na ila wala kunyanzi wala chochote kama hayo, lazima alipende kanisa na kujitoa kwa ajili yake. Nazungumzia kusogeza sadaka kwa njia nini? Lazima Kristo alijitoa kwa ajili ya nini? Ya kanisa. Ili kanisa alilojitoa lilikuwa ni kamilifu. Ilikuwa ni kamilifu? Hapana. Sawa. Kanisa ni nani? Kwa mujibu wa Efeso 5. Kanisa ni nini? Ni nani kwa Kristo? Kanisa ni mwili wa Kristo. Twende kwa lugha rahisi. Kristo anaelezwa kwamba ni nani? Ni kichwa, ni mume. Alafu kanisa ni nani? Ni mke, si ndio? Kanisa ni nani? Ni mke. Waumini wake ni nani? Watoto.
naonyesha hapa kuna simu ambayo ilikuwa anasema yeyote atakayejitoa kwa Kristo, anasema atajitoa kwa kanisa kama Kristo alivyojitoa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa. Anasema that is the church whom God will give his last message to this world. Anasema katika kizazi hiki, hili ni kanisa ambalo kupitia hilo Mungu atatoa ujumbe wake wa mwisho kwa dunia hii katika kizazi hiki. But he cannot have that church, lakini hawezi kuwa na hilo kanisa by whom we can give that message, ambao kupitia hilo atatoa ujumbe, until he shall find people who will love the church and give themselves for it. Mpaka apate watu ambao watalipenda kanisa na kujitoa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa. Hii picha anaielezea vizuri katika kitabu cha Isaya. Naomba tusome Isaya. Tutasoma fungu moja tu, alafu tutaendelea na kusogeza sadaka kwa njia ya moto. Mtu ana nini? Nimebakiwa na dakika ngapi? Nataka niende nazo vizuri, nisianze kukimbiza vitu haraka haraka mwishoni mwa somo. Tuende kwenye kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 61. Fungu nalitaja sasa hivi. Dakika 20, okay. Isaya sura ya 61. Tuitazame hapo. Isaya 61. Mstari, ngoja niangalie hapa ili niweze kutaja. Isaya sura ya 62, sorry. 62. Fungu la kwanza mpaka la 7. Anaelezea kanisa la Mungu. Anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa ifanyayo nini? Ing'aayo. Ni nini kitakachofanya kizazi hiki, generation ya kanisa la Mungu iweze kung'aa? Na haki yake iweze kudhihirika? Ni utimizo wa mpango wa ukombozi, si ndio? Si ndio? Sasa anasema hao watu ambao Kristo atafanya hiyo kazi, kuna kitu kitakachodhihirika kwao. Fungu la 5. Isaya 62 fungu la 5. 62:5 anasema, Isaya 62 fungu la 5 anasema maneno yafuatayo. Maana sasa anzia fungu la 4. Anasema utaitwa tena aliyeachwa. Sawa? Wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba, na nchi yako Biula. Hefsiba maana yake nini? Ukiangalia pale chini kwenye reference anasema Hefsiba maana yake ninamfurahia. Sawa? Na Biula maana yake amefanya nini? Ameolewa. Hii ndoa inafanyika wapi? Patakatifu. Si ndio? Siku ya nini? The day of atonement. Sawa? Kwa hiyo anasema kuna watu ambao wataolewa na Kristo. Kwa lugha maana yake ni kwamba watarudishwa katika umoja, na kitakachodhihirika ni tabia yake. Lakini anapindua tena kielelezo kwenye fungu linalofuata. Anasemaje? Soma fungu la 5. Anasema sasa hapa hasemi wanaolewa tena na Kristo, ila anasema maana kama vile kijana amuoavyo mwanamwali, sawa, ndivyo wana wako watakavyokuoa wewe. Hawa wana ni nani? Kanisa ni mama Sayuni. Hawa wana ni wana na binti za Mungu. Sawa? Kwanza anasema watafunga ndoa, watapatanishwa na Mungu. Sawa? Wakishapatanishwa, anasema kitakachotokea watafunga ndoa na binti Sayuni. Anasema kama kijana amuoavyo mwana mwali, wana wako watakuoa nani?
wewe Sayuni, binti Sayuni. Maana yake ni nini? Watu watakapoelewa huduma anayoifanya Kristo na kuambatana naye, watafunga ndoa na huu utume kwa ajili ya kuweza kuufanikisha wakiwa hapa duniani. Jamani, tuko pamoja? Kusogeza sadaka kwa njia ya nini? Kusogeza sadaka kwa njia ya moto. A.T. Jones anaendelea kuelezea, naomba nimalizie na hiki anachoelezea. Sasa anasema hawa watu wanaokuja kwa Kristo, kabla ya kuja hapo walikuwa na mambo yao ya kufanya, sawa? Lakini anasema kuna kitu ambacho kitatokea hii ndoa itakapofungwa, hii ndoa, huu mmoja utakaporejeshwa kupitia huduma ambayo Kristo anaifanya. Sasa alianza kwa kutaja takwimu ya Waadventista waliokuwepo by then duniani. Anasema there were only 120 Christians to begin with that day when Pentecost fell. Kulikuwa na Wakristo wangapi? 120 walioanza kazi wakati mvua ya siku ya Pentecost ilipofanya nini? Mvua ya vuli ilipomwagwa. Anasema there are now enrolled not less than 75 Seventh Day Adventists. Mwaka 1903 walikuwa ni Waadventista wa Sabato 70,000 ngapi? 75,000. Anasema the world is not much bigger today than it was when the apostles began from Pentecost. Anasema dunia leo sio kubwa sana kuliko ilivyokuwa wakati wa mitume wanaanza kazi Pentecost. Anasema kama idadi ya Waadventista wa Sabato ambao wako leo ikilinganishwa na kipindi kile. Anasema then when that little company could preach the gospel to the world, so that the scripture could say to every creature under heaven in the generation that was then half gone, because they belonged to the church. So today it is perfectly easy for this number to reach the world in the rest of this generation, if only we shall belong to the church. Kwa lugha, kwa ufupi, anachosema wale watu walikuwa wanatosha kuhubiri kwa ulimwengu mzima. Mitume walikuwa wangapi? 120. Hawa walikuwa wangapi? 70,000 na ngapi? 75,000. Lakini shida ilikuwa ni nini? They did not belong to the church. Hawakujitoa kwa ajili ya nani? Ya kanisa. Na ninapozungumzia ni kujitoa kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Kwa sababu atakayejitoa kwa ajili ya Kristo, Kristo jicho lake lipo kwa ajili ya nini? Ya kanisa. Si ndio? Anasema nao watajitoa kwa ajili ya nini? Ya kanisa. Na matokeo yake ni nini? Anasema ni nini kinachofanya, ni nini sasa ambacho kinadhihirika kwa hawa watu ambao hawajajitoa? Anasema unapoyapima maisha yao, anasema anatumia kielezo kifuatacho. Sasa hichi tukisikilize sana. Ninazungumzia kusogeza sadaka kwa njia ya nini? Ya moto, kuyatoa maisha kama dhabihu kwa ajili ya kuweza kutumiwa na Bwana. Anasema that turns our attention to the question. Hili linarudisha usikivu wetu kwenye swali. How much does it take to compose me? Ni nini ambacho kinaniunda mimi mkamilifu? Yaani kama Petro. Anasema how much is there of man? Kuna mambo mangapi yanayomuunda mwanadamu? Could you have a man here and his faculty yonder, his ability on another place, and the fruit of his faculty, the fruit of his abilities, the results of his life and avo in yet another place? Unaweza ukawa na mtu ambaye yuko hapa kanisani, anauliza swali, ambaye yuko hapa kanisani, lakini uwezo wake, vitivyo vyake, his faculties, uwezo wake, his abilities, zikawa sehemu nyingine. Anauliza tena swali, the fruit of his faculty, matunda ya vitivyo vyake au uwezo wake, the fruit of his abilities, matunda ya uwezo wake, the results of his life and avyo, matunda ya mambo anayoyafanya katika maisha yake yakawa sehemu nyingine. Could that be a man be here and all of him? Hii
hiyo inaweza ikamaanisha kwamba huyu mtu yuko hapa, yuko kwa Kristo na kila kitu alichonacho kipo kwa Kristo. Maana yake ni nini? Huyu mtu anasema amejitoa kwa nani? Kwa Kristo. Na Kristo anamwamini kama anafanya kazi ya upatanishi. Yuko patakatifu pa patakatifu mbinguni. Sawa? Na ujumbe huu kila anayeusoma na kuuelewa unazaa matunda. Si ndio? Jana tulijifunza. Matunda yake ni nini? Nyumba za uchapaji. Sawa? Sanitarium. Tuko pamoja? Migahawa ya kimatengenezo. Tuko pamoja? Haya ni matunda yanayotokana na huduma anayoifanya nani? Kristo. Anasema unaweza ukawa na Kristo lakini uwezo wako uko sehemu nyingine. Yaani kama ni mwalimu, mimi ni mwalimu, ninafundisha watoto evolution. Na siku ya Sabato ninasema mimi niko pamoja na nani? Na Kristo. Ninafundisha elimu ya kweli. Inawezekana vikagawanyika, huku niko kwa Kristo lakini ujumbe ninaotoa, misheni ninayoifanya iko tofauti na utume anaoufanya Kristo mbinguni. Tukilielewa hili, maisha yetu yatabadilika. Na kazi tunazozifanya zitafanya nini? Zitabadilika. Ametumia kielelezo hapa. Anasema to illustrate. Kwa kutoa kielelezo, to illustrate. Iko hapo kwa wale wanaosoma Kiingereza. Anasema to illustrate. Naomba niweze kuisoma. Suppose that I have my name on the church book. Hebu fikiria kwamba nina jina langu kwenye kitabu cha ushirika wa kanisa. Belong to the church. Mimi ni wa kanisa. I am a school master. Mimi ni mkuu wa nini? Wa shule. I spend all my time, all my endeavor, all my ability. Ninatumia muda wangu wote, juhudi zangu zote, na uwezo wangu wote, and all my faculty, na vitivo vyangu vyote, as a school teacher, kama mwalimu wa shule, in the word school teaching, katika shule za nini? Za dunia. Anaendelea kuuliza swali. And teaching in the word school in the word way. Ninafundisha kwenye shule za dunia katika namna ya nini? Ya kidunia. In the words education, katika elimu ya nini? Ya kidunia. It is worth asking, inastahili, ina thamani kuuliza, do I belong to the church? Nipo kanisani? Nipo kwa Kristo? Unajua tunasema tupo kwa Kristo, lakini siku 6 kazi tunazozifanya hazihusiani na kile anachokifanya nani? Kristo. Inasogeza sadaka kwa njia ya moto. Na hapa kunahitaji kujikana nini? Kujikana nafsi. Anasema, am I loving the church and giving myself for it? Whatever I may profess, chochote ninavyoweza kudai, my faculties, my life, vitivo vyangu, maisha yangu, what I am in the ability which God has given me, vile nilivyo katika uwezo alionipa Mungu, I'm giving it to the world. Ninavitoa vyote alivyonipa Mungu, ninavitoa wapi? Duniani. For the world's work, kwa ajili ya kazi ya nini? Ya dunia. And to the world's purpose, kwa ajili ya madhumuni ya nini? Ya dunia. Jamani, anatoa kielezo kingine. That is so. Nasema hilo liko hivyo. Then am I loving the church? Ninalipenda kanisa and giving myself for it, na kujitoa kwa ajili yake. Do I belong to the church? Nimejitoa hivyo vyote kwa kile ambacho dunia inakiita nini? Medicine. The world's way of treating what? Disease. Namna ya kidunia ya kutibu nini? Magonjwa. Anaendelea kusema, I stand as a member of the church. Nasimama kama mshiriki wa kanisa. As belong to the church. Kama nipo kwa kanisa.
and I'm to be sanctified and cleansed with the washing of water by the word of God. Na ninatarajia kuweza kutakaswa na kusafisha sawa kwa na maji kwa njia ya neno. And in what the word of God there is given to the church the divine and the true system of medical treatment. Na anasema katika hilo neno la Mungu ambalo litanitakasa, natarajia linitakase, sawa? Anasema katika hilo neno la Mungu kumetolewa kwa kanisa kutoka mbinguni mfumo wa kweli wa matibabu. Lakini mimi bado nipo kwenye mfumo wa nini? Wa kidunia. Kama huu ni mfumo wa kweli wa kidunia utaitwaje? Kuna maneno mengine magumu. Anasema, and in that word of God there is given a church divine, mfumo sahihi wa nini? Wa matibabu. The true philosophy of treatments. Anasema falsafa ya kweli ya matibabu kuhusiana na afya, magonjwa, kuishi maisha sahihi. Brother Maliganya hapo ndio ataingia. And all these things, na mambo haya yote, I belong to the church to be sanctified and cleansed by the washing of water by the word. Na mimi ninasema nipo kanisani na ninapaswa kusafishwa na kutakaswa kwa maji kwa njia ya nini? Ya neno. Instead of doing what the word gives to me, badala ya kufanya kile ambacho neno la Mungu linanipatia, to which I am committed as belong to the church, ambacho nimejitoa kwamba mimi ni mali ya nini? Ya kanisa. I take what the world gives. Ninachukua kile ambacho dunia inatoa, sio kile ambacho neno linatoa. And devote to the word that which I get from the word. Anasema na kujicommit, sawa, na kujitoa maisha yangu. Yani kama wito kudevote kwa dunia, kwa kile ambacho dunia imefanya nini? Imetoa. Anasema and I belong to the church, do I? Na mimi nasema niko na nani? Na Kristo. Ninashiriki naye huduma ya upatanisho. Huduma ambayo imetoa taasisi zinazopaswa kuwa matunda ya wale ambao wamepatanishwa na nani? Na Kristo. Hapo ametolea vielelezo vichache, lakini kila mmoja wetu anaweza kujiuliza kwa nafasi yake, do I belong to the church? Je, mimi ni mshirika wa nini? Wa kanisa. Na ugundue ushirika anaozungumzia hapa ni kuwa kwa Kristo ili uweze kuwa kwa kanisa. Siku ya upatanisho, kuhani alisogeza sadaka kwa njia ya moto. Kwetu leo inamaanisha kuyatoa maisha, kutoa uwezo, sawa, kutoa vitivo, kutoa kila kitu alichonipatia Mungu katika utume ambao unahusiana moja kwa moja na kazi ya upatanisho inayofanyika patakatifu. Watu wa Mungu, sio tuko pamoja? We need to go deep. Nahitaji kwenda na kuzama na kuuelewa ujumbe. Tukiuelewa, matunda yataonekana kwenye mabadiliko ya maisha yetu. Kile ambacho dunia imetupatia kupitia mfumo wa kidunia, itafika hatua kitatakiwa kiachwe. Na kitaachwa wakati mwingine kwa kafara. Ndio kusogeza sadaka kwa njia ya, usizani sadaka ilipoteketezwa kilikuwa ni kitu ambacho ni comfortable. Sio comfortable. Wakati mwingine Mungu atatuita kufanya kazi ambayo hatuipendi.
na tutoke kwenye maisha ambayo yalikuwa ni mazuri, itatulazimu kwenda kwenye maisha ambayo sisi tunaweza tukayaona sio nini mazuri, lakini ndio Mungu anataka tuweze kuyaendea. Wanasoma kisa cha Elia. Unaona Mungu anamtoa Elia, anamwambia toka hapa nenda hapa, toka hapa nenda hapa. Ukisoma ile kwenye Deluxe Bible Study, anasema kuna watu Mungu anawatoa mahali hapa anampeleka hapa, pale alipokuwa comfortable anampeleka kwingine. Anasema anafanya hivyo ili kuwasaidia katika kukamilisha tabia zao. Kusogeza sadaka kwa njia ya nini? Watu wakielewa hili hawatabisha sijui true education sijui nini, havitakuwa na ubishi. Sijui tunaelewana watu wa Mungu? Usihangaike kumuona mtu ni daktari yuko kwenye hospitali. By the way, simaanishi kwamba tusije tukatoka na ushupavu tukasema sasa hospitali nyewe wote mnafanya kazi za shetani. Najua Ellen G. White kuna muda alikuwa anashauri, anasema kuna watu wataugua haelewi kanuni, haelewi nini, watatakiwa kutumia vidonge, si ndio? Si ndio? Watu wanachohitaji ni kuelewa kwanza mpango wa, akishaelewa, yani usimlazimishe, unasema hiyo kazi unayofanya sio, twende tukafungue sanitarium, utamfanya kuwa farisayo. Jamani, sijui tuko pamoja? Tuko pamoja? Nimalizie na kielelezo hiki. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, alivyonieleza nikakielewa sana. Na hichi kielezo kinaendana na somo tunalojifunza. Unajua, foundation ya matengenezo yote ni kuelewa mpango wa ukombozi. Jamani, sijui tuko pamoja? Mtu akielewa mpango wa ukombozi, akauona upendo wa Kristo, atakuwa tayari kujitoa kafara kwa ajili ya kitu chochote. Sijui tuko pamoja? Tuko pamoja jamani? Kama kwenye ndoa. Hivi unajua hakuna kiapo kigumu kama kiapo cha ndoa. Si ndio? Unasema utampenda mtu, aujui maisha yake, alizaliwa huko, wewe umezaliwa huku, utamtunza sawa katika shida na katika raha siku zote za maisha yako, hata mauti yatakapofanya nini? Yatakapowatenganisha. Hivi unadhani ni rahisi hivi utoke hapa tu ukabidhiwe mtu unaambiwa huyu kamtunze? Sasa hiyo sio ndoa, upewe tu watu wawili. Uambiwe hawa hakikisha maisha yao mpaka wanaenda kaburini, wewe unachukua huo wajibu. Utatabasamu? Ila mbona kwenye ndoa wanatabasamu watu na wanachekelea? Ni nini kinacholeta tofauti? Upendo. Na huu upendo tunauona wapi? Patakatifu. Natuleta katika umoja na Kristo. Muda wangu umekwisha.